Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi ambayo yanajiri ulimwenguni. Na tukitazama Mashariki ya Kati, Israel inasema Iran imeanza tena kusafirisha silaha kuwapelekea kundi la wapiganaji wa Hezbollah kupitia bandari ya Beirut. Ripoti za hivi majuzi zimedai kuwa Iran imekuwa ikitegemea moja ya magendo ya baharini hadi Lebanon au kupitia nchi ya kati. Chanzo cha kijasusi cha Magharibi kiliambia The Jerusalem Post kwamba Tehran ilifanya majaribio kadhaa ya kusafirisha silaha kutoka Iran hadi kuwapatia Hezbollah kwa njia ya bahari kupitia bandari ya Beirut. Kufuatia kuanguka kwa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad, Iran imepata ugumu wa kusafirisha silaha kwa Hezbollah kupitia njia zake za kawaida na za ardhini. Uwezo wake wa kufanya hivyo umepunguzwa sana. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Rafik Harir wa Beirut haupokei tena safari za ndege za mizigo kutoka Iran pia, na hivyo kufanya njia ya baharini kuwa nyepesi zaidi na muhimu kwa majaribio ya magendo. Juu ya mlipuko wa bandari ya Beirut, matumizi ya bandari ya Beirut hadi mwisho wa mwaka uliopita yalikuwa ya kushangaza. Hata hivyo, bandari ya Beirut ni kwamba haitumiki ni baada ya mlipuko mwaka 2020 ambapo zaidi ya watu 200 walikufa kutokana na mlipuko huo na zaidi ya watu 700 walijeruhiwa. Ripoti za hivi punde zinasema kuwa Iran imekuwa ikitegemea njia za moja kwa moja za magendo ya baharini hadi Lebanon au kupitia nchi ya kati, lakini operesheni hizo zinaripotiwa kusimamiwa na kitengo cha 190 na kitengo cha 700 cha kikosi cha Quds ambacho wanahusika na usafirishaji wa silaha za majini kwenda kwa Hezbollah. Taarifa za chanzo hicho kupitia Washington Post imetangaza kiwango ambacho Hezbollah inaendelea kutafuta njia za ubunifu na kujidhatiti hata baada ya mwaka 1.5 wa vita na taifa la Israel. Hata hivyo, Waisrael pamoja na Wamarekani wamekuwa na hofu wakati huu na walipambana kuhakikisha kwamba wanadhibiti eneo zima la Mashariki ya Kati na kuizuia Iran kutopeleka silaha katika maeneo hayo. Israel imedai kwamba nyakati tofauti watakuwa wakidhibiti maeneo ikiwa ni pamoja na maeneo ya Syria ambayo ilikuwa ikitumika sana kwa ajili ya usafirishaji wa silaha za magendo ambazo zilikuwa zikitoka nchini Iran. Marekani mara kadhaa imekuwa ikisema kwamba ni Iran ambayo imekuwa ikiyapatia makundi ya wapiganaji silaha za maangamizi ikiwa ni pamoja na kundi la Yemen, kundi la Wahouthi ambalo mara kadhaa limekuwa likitumia makombora ya Palestine 2 ambayo wao wanadai wameyatengeneza katika ardhi yao, kwa maana wameyatengeneza wenyewe, lakini Marekani inadai kwamba makombora hayo yametoka nchini Iran. Bado Marekani ina wasiwasi juu ya Iran, na hata wakati huu ambapo inapambana kwa ajili ya mazungumzo ambayo huenda yakafanyika tena huko nchini Italia katika jiji la Roma, bado kuna wasiwasi kwamba mpango wao hautakamilika, kwani Iran bado haipo tayari kuharibu mipango yake ya silaha za masafa marefu ambazo pia Marekani imekuwa na wasiwasi nazo, lakini pili haipo tayari kuhakikisha kwamba inaharibu miundombinu yake ya vinu vya nyuklia ambavyo inavyo kwa muda mrefu na ambavyo Marekani imesema haiko tayari kuona Iran inakuwa na vinu hivyo vya nyuklia, na ina wasiwasi kwamba huenda ikawa inatengeneza silaha za nyuklia baada ya IAEA, kwa maana ya shirika la atomiki duniani, kusema kwamba Iran imerutubisha zaidi ya 60% ya uranium ambayo inaweza kuzalisha mabomu 4 hadi 6. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.